Karibu dada. Asante. Sijui kusaidia nini? Kuna ugali, nyama, kuna uboga na maharage, mboga majani pia na dagaa. Sijui nikuhudumie kote hivyo. Wali maharage shinga? 1500 kwa 2000. Naomba nipimie 1500. Sawa. Wewe dada, unajielewa? Unajua sasa nilinunua bei gani? Nisamee madam. Kirahisi tu nisamee madam. Unajielewa kweli wewe? Naongea na wewe. Haya, nipe hela yangu. Mama, mimi nilikuwa nasikia njaa. Alafu sikuwa na hela. Yaani unakuja hapa unaniambia eti nilikuwa na njaa, sina hela. Mimi hapa sina hela, ila naweza kuosha vyombo. Pia natafuta kazi. Alikwambia mimi nahitaji mfanyakazi nani? Ningekuwa namtaka mfanyakazi ningekuwa nishampata. Sihitaji mfanyakazi. Naomba hela yangu. Kama hajatambui vile. Biashara ngumu unakuja kuchalia hapa. Hivi we shetani ni wa namna gani? Unasambaza uovu mwingi duniani. Maana watu wamekosa hofu ya Mungu, wanadiriki fanya uovu hadharani.
Karibu. Karibu. Karibu kaya. Sikae chini. Kaa kwenye kiti hapo. Jisikia kwa nyumbani. Sawa? Hapa ndo nyumbani kwetu. Sawa? Janet! Janet! Abe! Nakuomba mara moja. Unakuwa jikoni? Shikamoo baba. Marahaba, jambo. Jambo baba. Sasa unamwona huyu binti Utakaa naye hapa. Sawa? Sawa. Binti. Huyu dada yako. Kwanza leo. Shikamoo dada. Marahaba. Karibu. Asante. Sasa naomba muoneshe sehemu ya kulala na mambo mengine. Sawa? Sawa. Na basi tukwenda naye. Karibu. Njoo. Leo ndani tuna ugeni. Kuna mgeni alikuja naye. Na nimeshamkabidhi Janet hapo ndani kwa anamuonesha mazingira. Mgeni tena? Ndio. Ni familia? Sasa nikasema kwa bwana ni familia. Lakini binti ambaye nimekuta akihangaika barabarani huko. Kwa nini kama nimsaidie? Nina imani kadri tunavyozidi kukaa naye tutamjua. Na tumfundishe pia hata mambo ya kiroho. Mume wangu, siku hizi hii dunia imebadilika sana. Hususan kwa kipindi hiki matukio ni mengi sana ya ajabu. Unawezaje mume wangu kumchukua binti wa watu huko? Haujui maisha yake huko alipotoka. Labda tu anakuigizia. Unamleta huko ndani ule kutufanyia tafalani inakuwaje? Una uhakika kweli kama huyo binti ni mwema? Mimi sioni kama ana ubaya. Kwa sababu huwezi kujua. Anaweza ni malaika mke wangu. Maandiko yanasema Bwana asipoulinda mji, waulindao wanakesha bure. Kwa swala la wizi ni tumwache Bwana, ndio mlezi wetu. Sawa mama, kwa kuwa wewe umempitisha, mimi sina shida. Sawa. Mume wangu, una lingine? Hamna lingine. Karibu bebe. Asante. Jisikia kwa nyumbani? Asante sana. Ndio unajisikia? I feel happy. Wewe? Yes. Oh, jamani. Ndio nakupenda. Naona haraka hivi. Jamani. Alamu yangu. Ndio. Sawa, lakini naenda kanisani, nitazima simu. Kwani wapi? Yuko kwenye mihangaiko yake. Anasemaje? Wala usijali, achana naye. Hawezi kurudisha hivyo.
Hata mimi nakumisi pia. Kweli? Mbona ulisema kani shida? Basi kama wewe uko sawa, unaweza chumbani. Sawa sawa. Hakika wewe ni mtamu sana Irene. Natamani itokee miujiza ya fimbo ya Musa. Ghafla tu uwe mke wangu. Yaani ni mtamu kweli kweli. Na nikupongeze tu, maana unaonekana ulikuwa mwanafunzi mzuri sana wa kumsikiliza fundi wako. Hongera kwa hiyo. Jackson, sio wewe tu. Hata mimi natamani sana. Natamani ningekuwa hapa ili nikufaidi, lakini haiwezekani sababu nilishakuwa mpenzi wangu. Wanafanya maovu, uovu wanafanya wao. Nimejifunza kusamehe, hivyo nimekusamehe. Naomba unisamehe mama. Sikudhamiria kufanya hivyo. Ni shetani tu ndo akanipitia. Hivyo nimekusamehe. Sasa mangu naomba uniamini. Na nakuapia sitarudia tena. Kuwa huru tena. Kuwa na amani tena. Kuwa huru tena. Kama ameanza kazi yake mwambie aje. Kaka. Sitakuwa kwa hiyo. Nimejifunza kusamehe, hivyo nimekusamehe. Nimeachilia vyote. Mungu, niamini. Ni shetani alinipitia. Niamini Mungu, naomba unisamehe. Nimeachilia vyote. Mimi nishakusamehe tayari. Nitakufanya hapo uende kaendelea shughuli zako zingine. Kama kuna uwezekano andaa chakula basi kingine. Nimejifunza kusamehe, hivyo nimekusamehe. Wewe kwa na amani. Sawa. Nimejifunza kusamehe, hivyo nimekusamehe. Nimeachilia vyote. Kuwa huru tena. Kuwa na amani tena. Janet. Abe?
Yo mama. Abeba. Shikamoo. Marahaba mwanangu. Naomba unitie yule binti ile kuja naye jana. Sawa baba. Naam. Shikamoo baba. Marahaba mwanangu. Jambo. Jambo. Nimekuita pamoja tuongee. Naomba kaa tu. Unasema unaitwa nani? Mimi naitwa Linda. Linda. Umetokea mkoa gani? Morogoro. Wazazi wako wako wapi? Kweli kuhusu sijui chochote kile. Nilikuwa na bibi. Na kwa sasa ni marehemu. Ila ninachofahamu ni na mama. Japokuwa sijawahi kumuona wala kusikia sauti yake. Ila ninaomba yupo. Na yupo anaishi. Pole mwanangu. Asante. Sawa, basi utakaa hapa. Hapa tuna Janet. Atakuwa ndio dada yako. Na uwe huru. Sasa. Asante sana. Na wewe sio yatima tena. Sawa? Nashukuru. Mimi nitakuwa baba yako. Asante sana baba. Na Baba wa mbinguni atakulinda. Amina. Tunaye tumaini letu. Atakulinda. Sawa mwanangu? Amina baba. Ndio. Linda, naomba nikusomee neno hapa. Matendo ya Mitume 17 mstari ule wa 28. Nisikilize. Mungu anasema, kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Pole na mwanangu, utaishi. Hata mimi baba naamini hilo. Kwa maana kila mnyofu huishi ndani ya nchi. Ndio. Na kila mkamilifu huishi ndani yao. Amina. Hata mimi natamani kuwa mmoja wao. Linda, naona kama una kitu moyoni mwako. Na ukituza Mungu atakuinua. Asante sana baba. Usiwe kwa nyumbani. Shukuru sana. Karibu. Asante. Shikamoo mchungaji. Marahaba. Mimi nimekuja na shida. Nakusikiliza. Shida yangu ni kwamba biashara haziendi. Kila ninachokifanya naona kinafeli. Na nimehangaika huku na kule kwa waganga na sehemu nyingine, lakini sijaona mafanikio. Nimekuwa nikipewa masharti mengi sana, lakini matumaini sijaona. Nimeona sehemu sahihi ya mimi matatizo yangu kuondoka ndo hapa. Ni kweli. Hata hujakosea. Hapo ulipokuja ni sehemu sahihi sana. Yaani hapa kila kitu chako kitaenda sawa.
kwa sababu kwanza umemkumbuka Mungu na umekuja sehemu sahihi. Hamna shida, ni wewe tu umejiandaa. Nilikuwa naomba kuonana na baba mchungaji. Ni sawa kuonana na baba mchungaji. Naamini mama umepitia sehemu mbalimbali mpaka umefika kwa waganga. Wewe mwenyewe umetoa ushuhuda. Kwa hiyo hata hapa, ili maombi yaende sawa na ubarikiwe na ufanikiwe, ili kesho rudi tena, toa chochote kitu ili umuone baba mchungaji. Kwa hapa sina. Nitaleta. Sawa, wewe nenda. Ukiwa tayari kutaka kumuona mchungaji mtaalamu, yaani inamaanisha ukiwa na pesa. Haya, mimi naenda. No. Nimeitika wito. Karibu jinsi. Unaionaje juisi? Juisi tamu. Asante. Mke wangu ninakuita na jambo la muhimu mno. Nataka tuzungumze. Mimi sina mume wangu. Mke wangu, hawa watoto hao wameshakuwa wakubwa sasa. Kwa hiyo kwa wakati huu ndio tuwe makini sana katika kuwafundisha misingi bora ya kumpendeza Mwenyezi Mungu na kushika sheria za Bwana. Babu, tusipofanya hivi tutapoteza heshima yetu. Sawa mume wangu. Ila wahenga husema hivi, samaki mkunje angali mbichi. Akikauka, baada ya kumpunja unampunja. Mimi naona kama tumechelewa. Mke wangu, kwa Mungu hakuna kuchelewa. Mungu hachelewi wala hawai. Kwa hiyo mimi naona huu ndio wakati sahihi. Maana Roho wa Bwana akakizungumza na mimi kila wakati. Nimeona leo nikushirikishe kwa. Unajua hata hii huduma ambayo Mungu ameiweka ndani yangu. Yaani nilikuwa nikilia machozi. Machozi yamekuwa ndio chakula changu. Nalia kwa ajili ya taifa letu. Nalia kwa ajili ya dunia nzima. Lakini nalia kwa ajili ya familia yangu. Nikiomba mchana na usiku. Kwa hiyo mimi ninachokiona wakati huu Nasikia kama vitu vinavyoongea. mtazame. Anaweza kuwa mtumishi wa Bwana.
Watoto wanafanya maovu hayo mzazi anatazama, anaficha maovu wanayofanya. Watoto wanafanya maovu hayo mzazi anatazama, anaficha maovu wanayofanya. Uone tai. Yaani unapigiza geti hivyo. Mimi nilijua mgeni, kumbe ni wewe. Na kwa nini usimpigie simu mwenzio? Yaani mpaka umenisababisha mimi nimetoka hapo nije kukufungulia wewe geti. Yaani nikufungulia mimi wewe geti. Yaani wewe, mimi sio mfanyakazi hapa. Mimi sio mfanyakazi, mimi ni mama yako. Samahani mama. Hivi, kwani baba yuko ndani? Ndiyo yuko ndani. Vipi, unapita njia? Hapana. Nilijua ameenda ofisini. Naomba ondoke. Toka hapa. Jana, ina maana kulala ndani. Hivi wewe unatafuta nini mimi? Naongea na wewe, unanitaka nini? Unanitaka nini mimi wewe? Sasa nimekuchoka. Nitamwambia babako kila kitu. Kabadilisha hiyo nguo yako na unaitwa sebeni. Wewe. Mbona tembei? Wanafanya wao wanafanya wao wanafanya wao, wanalitukanisha jina la Mungu, wanamfedhehesha mchungaji. Nimeamini kuwa mchungaji azae mchungaji. Oh, nimeamini kuwa mchungaji. Shoga yangu, hodi ushaingia? Nakuona mwenyewe. Karibu mapi. Asante. Dogo kutoka. Kwenye shoga yangu. Kelele zote hizo hata unisikii shoga yangu. Una nini? Mimi hapa mguu wangu huu unaouona. Nimekuja kwako na shida shoga yangu. Hata sielewi, sioni wa kumweleza shida yangu tofauti na wewe. Yaani wewe shida yako achana nayo kwanza ndugu yangu. Yaani mimi nina makubwa yalionikuta. Nikikuelezea utanihurumia. Shoga yangu. Bisi mwanzoni nimefumaniwa na mume wangu. Na akanifumania chumbani, lakini cha ajabu hajaongea lolote, hajaongea chochote, haonyeshi dalili ya kukasirika, wala haonyeshi dalili ya aina yoyote, yani kama vile mimi nimekosea chochote. Yani hapa nilipo nina wasiwasi, naogopa hata sijui atafanya nini mwenzio. Umefumaniwa, alafu upo hapa kabisa unaosha vyombo kabisa. Yaani ningelikuwa mimi ndo wewe, sidhani kama ningepata muda wa kuosha vyombo. Maana hisi ningejitengenezea jeneza langu mwenyewe. Haya. Huyo mwanaume uliofumaniwa naye ni upi? Ni muumini wa kanisani. Wasi mama mlokole. Haya ikawaje? Sasa itakuwaje? Yaani hapa nina mawazo hata sijui nifanye nini. Na kinachoniumiza zaidi sijui yule mwanaume anawaza kitu gani. Yaani wewe unajitengenezea mwenyewe mazingira ya kufa mwenyewe. Leo upo ndani hujui mwanaume anakufikiria nini. Shoga yangu, funguka hicho kichwa chako. Mapi,
nilikuwa nahitaji sana ushauri wako, na ulichoniambia nimekuelewa, lakini nampenda sana mume wangu. Najutia kote niliyoyafanya, ila ushauri wako utaufanyia kazi. Nashukuru sana. Kumbatia maradhi jekufa. Umeyabananga mwenyewe, alafu mwenyewe unayakumbatia. Sasa subiri kama matubai hajatandikwa hapo nje. Shoga yangu mimi naenda. Haya, karibu. Asante. Natoka. Natoka. Nimeshawaandaa watoto. Shawandaa. Basi nawasubiri. Sawa. Mwanangu nimewaita. Nataka leo tushirikishane neno la Mungu. Sawa Lakini kabla sijawashirikisha neno la Mungu, maana neno la Mungu ndio chakula cha roho. Kuna chakula cha roho na chakula cha mwili. Chakula chetu tumeshiba, sasa tunakula chakula cha roho. Sawa Lakini kabla sijaanza kuwashirikisha naomba tuombe. Kabla tujaanza naomba tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wetu, nasema asante kwa ajili ya familia hii. Nasema asante hata kwa ajili ya uwepo wa watoto wangu hawa Bwana. Baba, tazama tumeenda kushiriki neno lako Mungu kwa pamoja nasi. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu katuongoze, maana ndio kiongozi wa kweli. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Neno la Mungu natamani leo tusome kwenye Methali. Tusome Methali sura ya 3. Unaanza mwanzoni kabisa pale. Anasema, mwanangu, usisahau sheria yangu. Huyo anayesema hivyo ni Mungu. Anasema, mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu. Yaani mioyo yetu ishike amri za Bwana. Mstari wa pili anasema, maana zitakuongezea wingi wa siku. Maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Ni neno la Mungu sasa. Itakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na nini? Na amani. Sawa Lina? Hilo ni neno la Mungu. Kwa hiyo Mungu anatusisitiza tushike sheria zake ili tuongezewe siku. Sawa? Tuongezewe siku. Ni sawa na neno alisema waheshimu baba na mama ili upate miaka mingi sana. Na heri wapi? Duniani. Hakutaja idadi ya miaka. Alisema uishi miaka mingi sana na heri duniani. Kwa hiyo kikubwa tunataka tushike sheria za Mungu.
Jax. Karibu mwanangu. Asante baba. Karibu, tunashirikishana neno la Mungu. Na wewe ni mmoja wa washiriki. Sawa mwanangu. Nimesoma Methali sura ya 3. Naanza mstari wa kwanza. Tunaendelea. Labda nirudie kwa faida yake baba. Neno la Mungu linasema, Jackson, unasikiliza. Mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu. Maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Haleluya. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo wanangu, Samahani baba. Nisikie vizuri. Naomba ruhusa yako nikapumzike. una shida gani mwanangu? Sina shida yoyote ile baba. Ila naona tu mwili wangu umechoka kutokana na mianga hii. Haya mwanangu, basi nenda kupumzika. Sijali. Sawa baba, nashukuru. Uwe na amani ya Bwana. Amina baba. Naendelea. Faida yake ni nini? Mstari wa 2 anasema hivi, maana zitaongezeka wingi wa siku. Wingi wa nini? Wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Umenielewa? Ndio. Kwa hiyo Mungu anatusisitiza tushike sheria zake ili tuwe na siku nyingi zaidi za kuishi. Tukishika sheria za Mungu hakuna kitakachotubadilisha. Maana tutaijua kweli, na hiyo kweli itatuweka tutakuwa huru. Na tumpende Mungu. Naamini mmenielewa. Sasa muendelee na shughuli. Mshike neno. Ukijua kweli, kweli itaweka kuwa huru. Amina. Basi Linda, Janet, muendelee na shughuli. Amina. Vipi, mbona umeshtuka hivi? Ulijua dingi ni? Janet, nilichokutana nacho leo sijawahi kukutana nacho kwenye maisha yangu hata siku moja. Na mpaka saizi bado nafikiria ni kitu gani kitaendelea juu yangu. Wewe ni msiri wangu. Kuna mengi sana ambayo tunashare pamoja. Tunafichiana siri za aina mbalimbali. Wacha tu nikuweke wazi. Wakati natoka kanisani, si nilipitia kwa mwanamke. Tukazama mpaka ndani. Baada ya kuzama ndani, hapa na pale kwenye mambo yetu, hafla tu binivu, mume akaingia. We. Ikawaje tu?
hilo sio swala. Kinachoniumiza kichwa, baada ya kutufumania yule jamaa, yaani hajanifanya kitu chochote. Yaani kaniacha, yaani niondoke nikiwa huru, wala kunikemea, wala reaction ya aina yoyote nimesikiona. Na kuna nguo ambazo niliziweka kwenye kiti wakati naingia chumbani. Kwa uoga zile nguo ilibidi nifanye kama naziacha, lakini kaniita, kanikabidhi na zile nguo. Sasa najiuliza yule jamaa anaweza kuchukua hatua gani juu yangu? Yaani sielewi hapa nilipo. Kwa unacheka. Yangu leo baba nani? Kwa unacheka mazuri. Leo umeingia cha kike leo. Sema nini kaka? Kwa staili uloingia nayo pale, baba atatushtukia. Nyingine wewe makini. Sawa? Sawa. Ila nakusii. Nengeneka. Usije ukaingia chaka bovu kama nilioingia mimi leo. Oho. Wewe mimi mjanja wewe. Sasa utanifananisha na wewe? Hiyo haijaitokea, hiyo futa. Sawa sawa. Asante. Baba. Ndio. Mimi nimekuwa nikija mara kwa mara hapa lakini sijawahi kubahatika kukupata. Ndio. Yaani mimi nina shida. Shida yangu ni kwamba maisha yangu hayaendi. Yaani kila kitu kwenye maisha yangu kimekataa. Nafanya biashara haziendi. Nimehangaika huku na kule kwa waganga mbalimbali, lakini sijaona mafanikio. Nimeona msaada pekee ni maombi yako. Maana kuna siku nilikuwa nimekaa nyumbani naangalia TV nikasikia yani sauti kuitwa kabisa ni. Yaani kama yale mahubiri yalikuwa yananilenga mimi. Yaani kama ulikuwa unahubiri yani unanilenga mimi katika biashara zangu. Nikachukua namba, nikakufuatilia na nikapajua hapa ndio nikaja. Sawa binti. Hizo ni ila za adui shetani. Kwa hiyo kwanza tunakuomba naomba tufanye hivi. Mimi kwanza pole sana. Asante. Kama ulikuwa ukija unanikosa mara nyingi mimi nakuwa niko kwenye huduma. Lakini niseme neno moja tu. Umeokoka? Sijaokoka. Sawa. Sasa naomba nikuoneshe ukuu wa Mungu. Ulivyo wa ajabu. Na naamini kupitia neno hili ukimshika utaenda kufanikiwa. Unajua kwanza Mungu alivyowaumba wanadamu, kusudi lake kubwa wanadamu wapate kuishi. Na maneno yanasema ya Mungu, tumtafute Mungu kwanza, haya mengine yote ni ziada. Sawa mwanangu. Kwa hiyo
Usitaabike na mambo ya ulimwengu. Usitaabike na mambo ya dunia. Wewe mshike Mungu. Ukishamshika Mungu, mambo yako yote yatakuwa. Amina. Sasa mimi ningekushauri uje kanisani. Utapata muda mwingi sana wa kuomba na wewe pale kanisani. Utapata muda mwingi sana wa kuzungumza na wewe. Lakini yote kwa yote binti utakuwa. Kanisa mimi silijui. Wewe kama gari na kwenda kwa boda shuka Banana. Pale Banana kuna magari yanaenda Mabole. Fika Mabole, wauliza bodaboda naenda kwa mchungaji Kikoti. Sawa? Hapo utakuwa. Sawa. Amina, nashukuru kwa mchungaji. Basi nikuombee sana toba. Pia nikuombee shida ulizonazo. Sawa. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwana mpotevu. Leo nimeamua kuokoka na kujia wewe Yesu. Maana kwa kupigwa kwako sisi tunapona. Na tubu zangu zote na kuzikataa. Kuanzia leo mimi ni mwana wa Mungu. Katika jina la Yesu. Baba mtakatifu, Mungu wetu, asante kwa ajili ya mtu huyu. Mungu tazama leo anaokoka na na imani malaika wengi leo wanafurahi. Naona kuna mmoja amerudi. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, endelea kumuongoza, endelea kumnua, endelea kumfundisha neno lako. Kwa jina la Yesu Kristo. Naombea hata biashara zake, Bwana ukazifungue. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, ukafungua biashara zake, ukafungua vipato vyake, ukafungua kila mahali, kila njia anazoziendea Bwana, ukazifungue katika jina la Yesu Kristo. Ukazifungue Jehova katika jina la Yesu Kristo. Pepo mchafu ambaye utapiga kwenye biashara zake, ninamkemea kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, likashindwa kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, tunakemea kila aina ya pepo, kila aina ya pepo, likatoke, likatoweke. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa jina la binti Bwana. Asante Bwana Yesu. Maana ulisema kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Yote uliyamaliza pale Kalvari nchi. Bwana akamuongoza. Ukamfundisha. Fundisha njia zako Bwana. Ukamwonyesha. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina Baba. Amen. Kwa hiyo usisahau. Amina. Uje kanisani. Utafanya maombi na wewe. Na Bwana. Haya Baba, mimi naenda. Amen. Haya, msalimia mama. Amen. Baby, mbona unakunywa soda afu umejifunga mpaka huku jamani? Huoni kama unapaliwa? Au hisi hivyo? Unafikia nakumbuka basi. Kama unavyojua, mimi niko busy sana na majukumu. Kwa muda mwingi nautumia sana kufanya kazi zangu. Mpaka najisahau yani. Sikumbuki kama vifungo nimefunga mpaka juu au. Na ndio maana nikipata nafasi na kupigia simu kipenzi changu, tukutane sehemu kama hizi ili uweze kunifariji, niweze kusahau machungu ya kazini. Kwa sababu nakupenda sana. Okay, baby, nakupenda pia, but mimi hapa nimekuja kuonana na wewe, lakini kuna kitu nataka nikwambie. Kama utojali. Karibu. Baby,
Mimi mwenzako nimechoka na sipendi kila siku tunakutana baa, tunaenda kulala roji. Unajua mwenzako nimechoka. Sasha, unajua sisi ni vijana, na kama vijana na ndo wakati wetu wa kustareheka. Na kama unavyojua sehemu za kustarehe ni kama hizi, baa, klabu, tukitoka kumaliza mambo haya tunaenda lodge. Sasa wewe unataka nini kipenzi? Mimi nataka tukitoka hapa tuende nyumbani kwetu. Kwenu? Ndio. Sasha kipenzi, wewe unafahamu ya kuwa unaishi na wazazi, alafu mimi sijatoa kitu chochote kile kwenu, sijatoa barua, sijatoa mahari. Mbona naanzaje kuja kwenu kienyeji hivyo? Haijalishi baby, lakini mamangu mimi ni mtu pisi sana. Yaani kama mimi unavyoniona ndio upo hivyo. Unaogopa nini sasa? Nafahamu kuhusu hilo kwamba mama yako ni mtu pisi sana, lakini upande wangu mimi inakuwa ni ngumu kutokana na vile nilivyolelewa na maadili ambayo nimepatiwa. Wale ni wazazi, kuja kwenu kienyeji ni sawa sawa na kuwavunjia heshima. Labda naomba unipe muda kidogo. Kwa hiyo Jax, unachokiomba mimi nikutimizie, ila mimi ombi langu hapo umeshindwa kulipokea na kulifanyia kazi, si ndio? Basi hamna shida. Kwa umenona. Basi sawa, nisikilize basi. Tutaenda. Lini kwa hiyo? Wacha tumalize siku ya leo, alafu nikisharudi nyumbani nitakupigia simu ni lini nitakuja kwenu. Usiniguse mwenzako, unajua kabisa ukinigusa na legea, niachie. Umefurahi? Kweli? Unapenda kudeka. Haya, hebu kunywa juice huku. Piga cheers. Hujaninywesha mimi sitaki. Sawa basi, acha. Hivi we shetani ni wa namna gani? Unasambaza uovu mwingi duniani.